Sisi tuna mambo makubwa matatu. La kwanza, tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Arusha mjini, wananchi wa mkoa wa Arusha, lakini na Watanzania kwa ujumla, kwa namna ambavyo anatekeleza kauli mbiu yake ya utu na kazi. Kazi zake tumeziona na utu wake tunaushuhudia. Leo siku yetu ya 3 katika kambi ya matibabu hapa Arusha, na kwa rekodi ya jana takribani watu wasiopungua 7,000 wametibiwa. Manake kama siku mbili tuna watu 6,000 na kitu, almost 7,000, mpaka tuwe tumalize tuna uhakika wa idadi ya watu wasiopungua 25,000 na kuendelea watakaopata matibabu bure katika kambi hii. Lakini kwa nini tunamshukuru? Tunamshukuru kwa sababu ametuwezesha kuwafikia wananchi wanyonge ambao walikuwa majumbani wakiomba msaada, na wengine wamechangisha ndugu na jamaa, lakini pesa zao zikaishia kwenye kipimo kimoja na kurudi nyumbani akiwa hana dawa. Na wengine wamekuwa na dawa kwa kupimwa, lakini hana uwezo wa kuendelea kumudu gharama za kununua hizo dawa. Watu hao wamekuwa wakimuita Mungu usiku na mchana, wakihitaji maombezi, wakihitaji msaada. Lakini Mungu ameonekana kupitia rais wetu kwa kuturuhusu tufanye kambi hii kubwa na ya kihistoria. Na tangu mwanzo mtakumbuka wananchi, na siku ya kwanza wakati tunazindua kambi hii miaka 2 iliyopita, Rais Daktari Samia alipiga simu mwenyewe na kuwasalimia wananchi waliokuwa katika viwanja hivi na kutoa maelekezo tupewe dawa na kila aina ya msaada tutakaohitaji. Tumeendelea kufanya hivyo chini ya usimamizi wake. Kwa hiyo tunaomba shukrani zake azipate, tukimshukuru sana. Hapa si kama waziri, lakini kama mbunge kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Arusha tunamshukuru sana. Na kwa sababu rais wetu ni mtu wa watu wote. Hapa hawatibii watu wa jimbo la Arusha tu, wanatibiwa Watanzania wote. Kuna watu wametoka Manyara, kuna watu wametoka Kilimanjaro, kuna watu wametoka Tanga, watu wametoka mikoa mbalimbali wako hapa. Na hiyo yote kwa sababu Tanzania ni moja na rais wetu Daktari Samia hakuna ubaguzi na wote wanapata huduma bure. Jambo la pili, tunamshukuru rais wetu kwa kuwekeza kwenye vifaa na vifaa tiba na kusomesha madaktari katika programu iliyoko nchini kwetu ya Samia Scholarship inaopeleka madaktari nje na kuongeza ujuzi kwenye vifaa. Nyinyi ni mashahidi. Leo tumezindua operation au upasuaji unaofanyika ndani ya gari, ikiwa ni hospitali inayotembea ya kwanza kwa nchi za Afrika Mashariki. Ni jambo kubwa sana. Ni Tanzania pekee ndio ina gari hilo, ambalo gari hilo ni theater inayotembea. Na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Arusha ndio mkoa wa kwanza na jimbo letu la Arusha ndio tumefungua kutumia gari hilo. Na tumeshuhudia asubuhi watu wameanza kufanyiwa operation, na kwa leo siku ya Jumatano hii tuna wagonjwa zaidi ya 100 ambao watafanyiwa operation. Na gari hilo halitaondoka kwenye hivi viwanja vyetu mpaka wagonjwa wote wanaopaswa kufanyiwa operation wamefanyiwa operation. Tunamshukuru sana Daktari Samia kwa uwekezaji huo. Lakini hapa tulipo tuko JKCI kwa mkuu wetu wa taasisi ya moyo na daktari bingwa wa magonjwa ya moyo. Jamani, Mungu atupe nini? Kwa nchi za Afrika, Tanzania na kwa duniani ziko nchi 3, maana yake Marekani, India pamoja na sisi wa Tanzania, wenye shuka linaloweza kupima mwenendo wa mapigo ya moyo, mzunguko wa oksijeni ndani ya mwili wako. Yaani unapata upumuaji wako, unapata pressure yako, unapata oksijeni inavyo circulate ndani ya mwili wako. Shuka hili tumelizindua leo hapa katika jimbo letu la Arusha, kwenye mkoa wetu wa Arusha, na kuanzia sasa litapatikana pale kwenye hospitali ya Seliani ambako JKCI ni kanda yao ya kaskazini na ni kituo kikubwa kinachofanyika. Shuka hii ni mkombozi. Kama ambavyo tunamuona ndugu yetu amelala hapa,
Manake hapa madaktari wanapata taarifa zake zote, na hii inaokoa vifo vya ghafla. Mtu anajikuta alishafanyiwa upasuaji wa moyo, alishawahi kutibiwa, amerudi nyumbani, lakini hakuna monitoring ya kujua anaendeleaje mpaka afike hatua agundulike, ifuatwe ambulance ije mchukue, afikishwe hospitali, waanze tena kumpima. Mlolongo huo wote, watu wengi wanapoteza maisha. Lakini shukrani zetu kwa Mungu na kwa rais wetu kwa kukubali kuwekeza kwenye vifaa vya kisasa, na leo tunashuhudia katika jimbo letu la Arusha na mkoa wetu wa Arusha ya kwamba sasa na sisi tuna uwezo wa kumonitor, na daktari alikuwa ananiambia simu yake anaweza akaiunganisha akajua mgonjwa. Yaani kwa mfano huko Murieti au huko Sokoniwani au huko Sekei au huko Mwivalo kule, kifaa hiki kinapokuwapo ndani ya shuka lako ulilolalia, mganga au daktari au nesi anafuatilia, anajua. Na pale anapoona mapigo yako ya moyo yanaendelea kuongezeka, pale anajua huyu mgonjwa yuko Murieti au yuko Kijenge, gari ya ambulance inatumwa, unaenda kuchukuliwa, unapatiwa huduma na maisha yako yanaokolewa. Na tayari kifaa hiki kimeshafanya maajabu kwa kuokoa maisha ya watu. Kwa hiyo tunamshukuru pia rais wetu kwa uwekezaji mkubwa namna hiyo. Viko vifaa vingi, na hapa tulipo tuna madaktari bingwa wengi. Benjamin Mkapa, watu wetu wa kutoka Mount Meru, kutoka Mirembe, kutoka Muhimbili, kutoka maeneo mengi mbalimbali. Na kesho tumemwalika pia mkurugenzi mkuu wa hospitali ya Muhimbili, ambaye yeye ndani yake hizi taasisi zote, taasisi ya moyo ipo, taasisi ya mifupa ipo, ya MOI, taasisi nyingine zile zinazohangaika na Ocean Road, watu gani wote wako pale. Kesho atakuwepo hapa kwetu akiangalia pia huduma zinavyoendelea kutolewa, ili pale ambapo tunapopungukiwa tunapata msaada wa haraka kuhakikisha wananchi wote wanapata. La kwangu la mwisho la kumalizia, tunaendelea kuwasihi wananchi. Kambi hii inaisha tarehe 19. Leo ni tarehe 10 na ngapi? Na 5. Bado kuna siku 4, njoo upatiwe matibabu. Tumechagua kukuhudumia ili tuweke alama ya upendo ndani ya moyo wako kwa kuhakikisha kwamba serikali yako inakujali. Njoo uone kazi iliyofanywa. Hata kama hauumwi, njoo upime. Jana nimekutana na mgonjwa mmoja, alikuwa anasumbuliwa tu na macho. Amekuja kupima akagundua kumbe alikuwa na sukari iliyoenda kuua macho. Huyu mtu angeendelea kula vitu vya kupandisha sukari, iko siku angejikuta amedondoka, amepoteza maisha. Na watu wasingeamini ya kwamba kafa kwa nini? Huyu amemloga, kumbe sio kurogwa. Kwa hiyo nawasihi sana Watanzania walioko jimbo la Arusha, walioko kwenye mkoa wa Arusha, walioko kwenye kanda yetu kaskazini na kokote kule, njooni tutumie fursa hii tulioipata adimu ya kuhakikisha tunapata huduma bora na njema kwa urahisi zaidi. Hapa ni bure. Namba haziuzwi. Kipimo hakiuzwi. Haulipi hata ukaa kwenye kiti. Hata kumwona daktari haulipi. Hata kufanyia operation ni bure. Hata kuondoka na dawa ni bure. Kwa naomba sana Watanzania wote, njooni tuendelee kutumia hii huduma kama ambavyo tumetarajia kwa malengo tuliowekewa na rais wetu na utekelezaji wa ilani ya Chama chetu cha Mapinduzi. La kumalizia, mkipewa masharti na madaktari, naomba tuyafuate. Tunasema huduma ni bure, lakini serikali imegharamika. Mbunge wenu amegharamika. Wadau wapenzi wa maendeleo wamegharamika. Ninapokea dawa kutoka mpaka kwenye private pharmacy. Watu wenye pharmacy nao wanatuchangia dawa. Tunapokea michango mbalimbali. Kwa hiyo hizo zote ni gharama. Gharama ya magari unayoona, gharama ya madaktari kulala, hao wote ni Dr. Kisenge na timu yake wote ni wageni. Wa Muhimbili wote ni wageni, wa Mirembe wote ni wageni. Hizo zote ni gharama. Dawa zenyewe hatujapewa bure. Kule kuna watu wamezilipia. Hizo zote ni gharama. Itakuwa ni jambo la ajabu unapewa dawa, unatumia siku 2 unajisikia nafuu, unatupa dawa. Jamani, hiyo dawa unayotupa kuna mtu anaitafuta. Kuna mtu anapoteza maisha kwa sababu amekosa pesa kwenda kuinunua hiyo dawa. Ninaomba masharti yote tunayopewa na madaktari wetu tuyafuate na kuhakikisha kwamba tumepona, ili tuendelee kuwa wazalendo kama ambavyo nimependa maneno ya watumishi wa Mungu, ili tuendelee kuwa raia wema wa taifa letu, na kumwombea Daktari Samia Suluhu Hassan ili aendelee kututumikia. Mheshimiwa Rais, kazi yako ni njema.
Wana-Arusha tunakupenda, tunakushukuru na tunakutia moyo, endelea kuifanya. Acha kazi yako ikusemee Daktari Samia kwa wema wako na uadilifu wako. Utu wako na utumishi wako kwa Tanzania hatutaweza kusahau. Na sisi Wana-Arusha tunajivunia kuwa na rais jasiri, mwanamama mpenda watu, mwenye huruma na anayeweza kuwagusa watu bila kelele, na watu watasema. Neno la Mungu lisema hata haya mawe mkiyazuia kusema, yani hata watu wakikaa kimya, mawe yatasema. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, hata Watanzania wakikaa kimya, ardhi ya Arusha, uwanja huu wa Sheikh Amri utasema ya kwamba ni ushuhuda wa kazi yako njema ya kuwajali wanyonge na maskini wa taifa letu.